Haleluya. Tukanunuliwa purposely kwa ajili ya kumiliki juu ya nchi, watu wa kila kabila. Kwa hiyo kumbe mtu anaweza akauzwa kutokana na kabila tu, kutokana na taifa tu, kutokana na giza likasimama mahali tu, kwa sababu yeye ni kabila fulani, kwa sababu yeye ni mtu wa aina gani. Lakini damu ya Yesu imekuja kuondoa ule ukuta, imekuja kuondoa ule mpaka, imekuja kuondoa ule utofauti. Tunapofika madhabahuni, hatutatajwa kama Wachaga tu, hatutatajwa kama Wamasai tu, hatutatajwa kama Wahaya. Tunatajwa wale wamiliki walio juu ya nchi. Na ikawe kwako kwa jina la Yesu, na ikawe kwako kwa jina la Yesu, na ikawe juu ya watoto wako kwa jina la Yesu, na ikawe juu ya kazi yako kwa jina la Yesu. Na ndicho shetani anachokataa watu wasijue, na ndicho shetani anachokataa watu wasielewe, kwa sababu ukielewa, kuna nguvu katika kuelewa, kuna nguvu katika kujua jambo. Shetani anachokifanya ni kukandamiza kwa kadri ya uwezo wake, ili wasijue kweli, maana wakijua kweli wataifuata kweli. Shetani kwenye njia za mtu anaweza akaweka giza. Haya mambo wakati mwingine hatutakagi kuyasikia, maana tunatakaga kusikia kwamba yani ni wakuimba tenzi, mwimbieni Bwana tuondoke. Hatutaki kusikia dipa kwamba njia ya mtu inaweza ikaekewa giza asipate kupita. Kwa nini? Kwa sababu tukisikia, tukielewa, tutafunguliwa. Kuna nguvu katika kufahamu kitu. Hata unapoomba, kuomba ni jambo moja, lakini unachokiombea ni jambo la pili. Kwa hiyo ni nguvu, ni vyema sana hata kabla hujaomba uelewe unaomba nini, unasimamaje. Na kama anasema anaangalia ahadi yake apate kulitimiza, una ahadi gani juu ya kile unachoomba? Una ahadi gani juu ya kile unachokifuatilia? Jana tukaangalia tukasema number 1 ambacho shetani anaweza kasimama nacho ni giza kwenye njia za mtu. Giza linaweka kwenye njia ya mtu. Tukasoma Ayubu 19 mstari wa 8 na wa 9. Ameweka giza kwenye njia yangu nisipate kupita. Nimekuwa kama kitu kilichooza. Amenibomoa pande zote. Amenivua utukufu wangu, nami nimetoweka. Alipowekewa giza kwenye njia zake, akatoweka asiweze kusimama, akatoweka asiweze kuonekana. Shetani anachoweza kukifanya tena kwa mtu, anaweza kumbomoa kwa maneno. Yani hapo ulipo, neno si tunazoea kwamba amenivunja vunja. Neno linaweza likamvunja mtu akawa hopeless kabisa. Watu wanaweza kuvunjwa na neno. Alikuwa na hatima nzuri, anatamani kufanya vitu vizuri, anatamani kuanzisha makampuni, anatamani kuanzisha shule, anatamani kuanzisha biashara, anatamani kuoa, anatamani kuolewa, anatamani kuwa na watoto wazuri, lakini neno moja likapita likamvunja vunja. Hata ile maono aliyokuwa nayo yakaondoka ndani yake, yakapeperuka na kuondoka. Ninakuombea kwa Bwana, kila neno lililopita ndani yako likavunja afya yako, likavunja kazi yako, likavunja hatima yako, Bwana akupe mwendo mpya leo kwa jina la Yesu. Kama kuna kuvunja, basi kuna kujenga. Amevunjwa kwa neno, na kama amevunjwa kwa neno, na kuhakikishia tutainua neno la msalaba na litajenga.